Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, ni kipindi cha maisha na watu. Mimi ni Aibu Amos, lakini pia unavyoona hapa pembeni yangu niko na mrembo kabisa. Tutazungumzia mambo mbalimbali. Kabla sijaendelea niweze kumtambulisha. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Christina Hassan. Natokea Rusumo Boda, ni mzaliwa wa hapa Rusumo. Christina, wewe ni miongoni mwa wahitimu wa elimu za juu. Unaweza ukatuelezea kidogo maisha ya chuoni yakoje? Asante kwa nafasi hii. Ndugu mtangazaji, maisha ya chuoni kwa mtu ambaye hajafika chuoni anaweza kaona maisha ni simple ya chuo. Ila kwa mtu aliyefika chuo ndo anakuwa anajua hali halisi. Mfano mtu anapokuwa chuo, yani mtu anaweza kukwambia kwamba unaweza kabla hujafika chuo mtu unakuta anasema kwamba chuo bata, ila ukifika kule ndio unajua hali halisi ya chuo. Chuo kuna shida jamani, yani chuo maisha ni magumu. Inasemekana kuwa wanavyosema chuo maisha ni bata. Sasa hilo bata linapatikanaje? Aidha katika swala zima la masomo au maisha ya mtaani? Yani wanaposema kwamba wanapozungumza kwamba chuo ni bata, nahisi kwa maisha ya kawaida, yani sio maisha ya shule, kwa sababu unafanya mtihani kama kawaida, kusoma kama kawaida, yani labda ule uhuru mtu anaokuwa nao. Lakini kuna baadhi ya misemo wanasema kwamba tatizo ni course week. Kwa nyinyi ambao umeenda vyuo, yani mtu anavyosema tatizo ni course week, nini upana wake wa hili neno? Course week ni marks ambazo unabidi uzipate kabla ya kuingia kwenye mtihani wa mwisho. Mfano chuo kama mimi niliposoma. Nimesoma chuo cha mipango Dodoma. Course week ya kuingia kwenye mtihani lazima uwe na marks 16. Hiyo marks 16 inabidi ufanye test 1, test 2, assignment 1 na assignment 2. Kwa hiyo kwenye hizo assessment zote inabidi upate marks 16. Ila 16 ukiziongelea unaona kama ni ndogo kwa maisha ya kawaida, lakini kuzipata ni ngumu sana. Kuna watu wana mtazamo tofauti kwamba maisha ya chuo ni maisha mazuri, ni maisha rahisi. Nini falsafa yako juu ya hili? Maisha ya chuo sio rahisi jamani. Yani maisha ya chuo sio rahisi. Yani kwa mimi hivyo experience nimesoma kule, nimesoma miaka 3, naona maisha sio rahisi. Maisha ni magumu sana jamani. Maisha ya chuo ni magumu. Tunaona kuna watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii wakishambulia wasomi, wakiwa na mitazamo hasa kwa wale watu ambao hawajasoma, wanaona watu ambao wamesoma si lolote. Nini wito wako kwa hili? Yani ni maisha. Unakuta mtu hajasoma kweli lakini kafanikiwa zaidi aliyesoma. Na unakuta mtu kasoma, kamaliza chuo, anarudi nyumbani, hana kitu cha kufanya, kakaa nyumbani. Yani kwanza kwa msomi mwenyewe anakuwa kwanza anaumia. Akisha graduate pale anakuwa anawaza, kwanza yani pressure ya watu ulioacha mtaani, yani kwanza unatoka changanyikiwa kama una moyo. Kwa sababu unakuta watu wanasema yule katoka chuo anakuja anakaa nyumbani, lakini ona wenzake ambao wakaenda chuo wapo mtaani wamefanikiwa. Yani hiyo inaumiza sana, yani inaumiza. Wewe umehitimu chuo huko mtaani. Maisha ya mtaani kwa jinsi ambavyo ume-experience, sijui ni muda gani ambao umekaa mtaani kidogo. Kuna tofauti gani kati ya maisha ya chuo na mtaani? Maisha ya mtaani ni magumu jamani. Yani kwa sababu ukiwa chuo, yani hata ukimpigia simu mzazi, ukamwambia mama mimi na shida na hela, nimeshiwa kitu fulani, atakupa. Si anajua mimi mwanangu yupo chuo, lazima nipambane nimtumie. Sasa uko nyumbani, anakupa nini? Yani hata kama umempigia rafiki yako, kwambia rafiki yangu mimi na shida na 10,000 hapo, naomba unisaidie, atajua rafiki yangu yupo chuo, ngoja nimsaidie. Sasa anajua upo nyumbani, unakula kwenu. Yani atakusaidiaje? Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Lakini inasemekana katika utamaduni wa Afrika ama utamaduni wa Tanzania ni kwamba binti anaendelea kupewa matumizi hadi pale atakapokuwa amejitegemea kimaisha, aidha amepata kazi, aidha ameolewa. Wewe hili unalionaje? Kuna ukweli ndani yake? Kwangu mimi naona sometimes na ukweli, sometimes ina ukweli. Kwa sababu binti ushamaliza chuo, mama yako kahangaika na maisha magumu, kakopa huku na huku, kauza mashamba usome. Sasa hata wewe mwenyewe ukikaa tu ukarudi nyumbani, mpaka unaanza kuwaza,
Sasa mimi mpaka nimuombe mama hata nina shida na kitu cha kununua, nina shida na 10,000. Mama namuombaje? Naona hali ya nyumbani ilivyo. Yaani kama ana biashara kuingiza tu 10,000 kwa siku, hata kwa wiki hajaingiza. Kwa hiyo ni hata ile hofu ya kumwomba mzazi, mama naomba unisaidie 10,000 inakuwa shida. Kwa hiyo ndio maana unajikuta mtoto anasetwa, yaani ili apate shughuli yoyote ya kumuingizia hicho kipato ili amsaidie mzazi. Yaani kwanza mwenyewe sio shida, sio kumuomba. Unaweza kumwomba akakusaidia, lakini ile hofu wewe unakuwa nayo. Mama naona hali ilivyo. Mama anunue sukari, mama afanyeje? Nimwombe tena mama hela ninunue nguo. Kwa hiyo yani mimi kwangu mimi nakuwa najisikia vibaya sana. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na huyu ni mhitimu ambaye ametoka Chuo cha Mpango Dodoma. Tumezungumza kuhusu swala zima la maisha ya chuoni. Leo hii tuzungumze katika swala zima la maisha ya mtaani. Wengi wao tunapotoka chuo, tunavorudi mtaani tunakuta hali tofauti. Kwanza ukishamaliza chuo, yani kwanza utakiwi kuja mtaani kwa pressure watu ulioacha mtaani. Na utakiwi kuja pressure kwa watu ambao unajua hamlingani kimaisha. Yaani kwa sababu kila mtu ana level yake ya maisha. Mimi na level yangu ya maisha, wewe una level yako ya maisha. Kila mtu ana level yake ya maisha. Kwa hiyo yani sitaki kuja mtaani, mfano mimi nakuja hapa mtaani. Mama yangu ana maisha. Ana maisha tu ya kawaida, kuna chakula tunapata. Yaani kidogo kidogo tunapata. Lakini kuna mtu ana maisha, yaani kuna mtu anatoka chuo kule kashaandaliwa maisha. Mimi natoka chuo, nafika nyumbani nishapewa biashara. Nafika nyumbani naenda kusimamia kampuni. Nafika nyumbani nafunguliwa duka. Mimi ndio inabidi nifike nyumbani mimi ndio nikomboe familia yangu. Ndio. Kwa hiyo maisha bana, utakiwi kuja na pressure ya mtu kwanza. Ya kuangalia maisha ya mtu. Inabidi ufike kwanza nyumbani, utulie kwanza, utulie kwanza. Ukae ufikirie, utulize akili yako, nifanye nini? Kuchoka kuomba kazi. Kila sehemu inabidi uombe kazi. Sehemu yote unamwomba tu mtu, mimi naomba kazi yoyote. Nijishughulishe ili niweze kupata hata 10,000, hata sabuni niweze kufanya kununua sabuni ya kufua nguo zangu. Kwa hiyo mimi ninachoshauri tusije tu na pressure mtaani. Tunaona vijana wengi wakitoka chuo hali inakuwa ni tofauti kama walivyokuwa wanatarajia. Leo hii tunazungumza na mtu ambaye amehitimu chuo, hana connection kama tunavyotumia lugha za mtaani, hana support yoyote ile. Huenda amemaliza chuo kwa kukopa, ng'ombe wameuzwa, mashamba, kila kitu. Ametoka huko, alichonacho ni skills ama ni ujuzi alionao. Anaingia mtaani. Kipi ambacho unaweza kumshauri kijana kama huyu? Mimi ninachoweza kumshauri kama nilivyosema kwamba kwanza asije na pressure ya maisha ya watu tofauti ambao hawalingani level. Kwanza inabidi aje nyumbani. Kwanza kitu cha kwanza usiangalie kwamba mimi nina, au mfano mimi anakuja anakuambia mimi nina degree, nina diploma, siwezi kufanya kazi na yeye. Kwanza utakiwa kuchagua kazi. Kitu cha kwanza, yani usitake kujifanya kwamba wewe uko level ya juu. Kwa sababu tukiangalia sasa hivi soko la ajira limekuwa ngumu sana. Yaani kuna watu wamemaliza, watu wa miaka 10 huko wana degree zao. Kwa yani kwa sababu degree sasa hivi kitu cha kawaida, kila mtu ana degree. Unaweza kumuona mtu hapo anabeba zege, anabeba nini, lakini ana degree. Cha kwanza usidharau kazi. Cha pili, usije na ile fikra yako kwamba mimi nina degree, natoka chuo, siwezi kufanya kazi ambayo sio ya ofisini. Kitu cha tatu, inabidi umheshimu kila mtu. Kwa sababu uweze kutoka kule chuo unakuja mtaani unavimba mimi na degree. Ambao wanakukupa kazi upate 10,000 hawana degree, wana ofisi zao, wana makampuni yao na hawana degree. Kwa hiyo inabidi kwanza umheshimu kila mtu, uje na nidhamu, usichague kazi. Yaani usitegemee kama mimi natoka chuo nakuja kupata kazi ya ofisini. Hapana, huwezi, yani maisha yapo hivyo. Kwa sababu ukitoka na fikra yako ya kuja unataka kazi ya ofisini, unataka mshahara wa kuanzia sijui 800,000 laki ngapi, hapana. Pata kazi yote fanya, kwa sababu kazi ile kubwa ya mshahara mkubwa haiwezi kukukuta umekaa. Itakukuta ukiwa unajishughulisha. Kwa hiyo ndio hilo. Mimi ni kushukuru kwa hilo, kwa kutoa ushirikiano. Hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, kitu chako bora kabisa cha matangazo. Lakini pia tunakwambia Dar es Salaam Tanzania TV tumekusogezea dunia. Katika kipindi hiki cha maisha na watu, mimi ni Ayubu Amos. Nilikuwa na mwenzangu hapa, anaweza kujitambulisha kwa mara ya pili. Okay, asante.